wa kina. Sikiliza Radio Umoja. Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Asante kabisa mpenzi msikilizaji, yupo tayari ndani ya studio za Radio Umoja mwenzangu Taise Wilonje Gakozi kwa maandalizi ambayo amekwenda kuyafanya kwa kukuletea taarifa yetu kabisa jioni ya leo katika lugha la Kiswahili, ambapo labda nimuulize nini ambapo amekwenda kutuandalia, na labda kwanza ya hayo nimkaribishe Taise Wilonje Gakozi. Karibu ndani ya studio za Radio Umoja. Acha niseme jambo bwana Lebona, pia shukrani sana kwa kuweza kunikaribisha ili kuwajia wasikilizaji wapenzi na habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Labda wapenzi wasikilizaji watakuwa na haja ya kujua au kufahamu yapi ambayo mmekwenda kuandalia kwa jioni ya leo. Kiukweli ni kwamba tulionayo kwa siku ya leo ni kwamba waganga wa mtaa wa afya Wanundu wanadai kukabiliana na changamoto tosha wakati wa utendaji kazi, huku wakilaumu serikali kutoingilia kati swala hilo. Vile vile umoja wa wateteaji wa walimu ndani ya mkoa wa kielimu wa Kivu Kusini ya pili unatishia kuanzisha maandamano wiki ijayo ikiwa Caritas haitolipa mishahara ya miezi mitatu kwa walimu wa eneo hilo. Tutakuwa vile vile huko Butembo, na tutamalizia na ukurasa wa kisiasa tukiwa huko Kinshasa, ni mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna hayo na mengine mengi, mwenzangu Lebo Esau punde tu tunakujia na habari kamili. Na kama tulivyo kujuza kwenye habari za kwetu ni kwamba pa Baraka uongezaji wa ujuzi kuhusu umoja na majadiliano ya wapasha habari na kuepukana na jumbe za chuki na usambazaji wa habari za uongo. Hiyo ni kauli mbiu ya mahali iliyozungumziwa na waandishi habari mjini Baraka na tarafa la Fizi chini ya uongozi wa waandishi habari wa eneo hilo RGFI kwa kifupi katika lugha la Kifaransa. Hiyo iliendeshwa katika hitimisho la sikukuu ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo ilisherekewa tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu. Tunao Jona Seba Mchabela, mratibu wa umoja wa waandishi habari mjini Baraka na tarafani Fizi RGFI kwa kifupi, anaonyesha kwa nini kuendesha kauli mbiu hiyo. Kwetu sisi kama vile wapasha habari, tuliwaza kwamba ni umuhimu sana kuongea na watu kuhusu namna ya kupiga vita jumbe za chuki. Ujumbe za chuki ambazo zinachangia kuharibu ushirikiano katikati ya watu, wakati ambapo tarafa la Fizi, mji wa Baraka, zikikumbwa na misukosuko ya hali za vita, vinyume vya vita ambavyo vinasonga mbele katika mashariki mwa Kongo. Tuliona vema tuongee na watu kuhusu mchango wetu kama vile vyombo vya habari katika kupiga vita hivyo, na tumeelewa kwamba kuna umuhimu wa kuongea na watu waelewe kwamba namna gani kugundua kwanza ujumbe mbaya ambao unaweza leta chuki na kutenganisha watu, na ikiwa tutatumika katika hali ya kupiga vita hizo ujumbe za hene za chuki miongoni mwetu, tutadumisha amani ya kudumu katika jamii ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka hata Kuitombwe pia, kwa sababu mchango wetu lazima kuonekane katika vipindi vyetu, katika sport zetu, kwenye radio zetu, ili kwamba tuhamasishe watu tuishi kwa amani, tujenge umoja na maendeleo yatapatikana. Tukiwa tu katika eneo la Baraka Fizi, hususan huko Nundu ambako waganga wa mtaa wa afya wa Nundu tarafani Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini wanadai kukabiliana na changamoto tosha wakati wa utendaji kazi, huku wakitaja sikitiko lao kubwa kwa serikali kutoingilia kati matatizo wanayopitia. Ndani ya hombi lililowasilishwa kwa wabunge wa taifa wachaguliwa tarafa la Fizi weekend iliyopita, waganga hao walitaja matatizo ya kutokusajiliwa kwa ajili ya kulipwa mishahara, na kwa wale ambao wanalipwa wanaomba kulipwa mishahara yao kupitia benki. George Mulumbilwa Janovic, katibu wa umoja wa waganga nchini tawi ya mtaa wa afya wa Nundu, alihojiana nasi kupitia njia ya simu. Tulikuja kuomba
vitu vitatu kupitia, tunaprofite mikro yako ndugu journaliste, wa kuambia wakuu viongozi kama ya kwanza tulisema ni ile no mechanisation ya infirmier. Ndugu mtangazaji, utakuta infirmier iko na miaka 13, 12, alipataka nimero matrikile yake, mpaka leo pataka kale kafanga kadogo kwa sema gouvernement central inamulipa sa vile salaire yake. Ndugu mtangazaji, ya pili utakuta ni wa mingi presque la majorite ni ma NI. Sasa ndio tulikuwa tunaomba kwa gouvernement isaidie mamwae zote possible, batie banganga na baifirimier na baifirimier manimero matricule. Ndugu mtangazaji, kwa sababu ni droit yao na hakuna kitu kinakosa, ni mauvaise volonté tu, vitu vyote viko na wapate manimero matricule. Enfin ni ile kukosa kualinye baganga kuma prime de risque. Kwa hiyo tunaomba kwa gouvernement central soit gouvernement provincial iangalie kisi gani italinye waganga bila ubaguzi, bila kubagua yoyote. Na ya tatu na ya mwisho ni ile tulisema kuna waganga wamoja wa ndugu zetu ambao wao walibahatika kupata hela zao, lakini zinakuja kumikono kumaboko bank. Lakini ndugu mtangazaji, kuanza mwezi wa kwanza mpaka hivi mwezi wa 4 wale ndugu yetu wenye wanapata kazi na mafuta zao mpaka leo papa journaliste azi ya kujaga. Kwa hiyo tunaomba kwa wakuu viongozi kumunivo yao kuanzia Kinshasa, kuanzia na Uvira za maboko bank basi pate. Ndugu mtangazaji, Radio Umoja Uvira. Katika ukurasa wa kielimu ni kwamba umoja wa wateteaji wa haki za walimu mkoani Kivu Kusini ya pili unatangaza kuanzisha maandamano kwenye ofisi ya Caritas wiki ijayo ili kuomba malipo ya mishahara ya walimu ambao kwa sasa wana miezi 3 bila kulipwa. Ndani ya barua iliyotumwa kwake mratibu wa shirika la Caritas hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2025, umoja huo wa wateteaji wa walimu katika mkoa wa kielimu wa Kivu Kusini ya pili umesema kuwa Caritas inapashwa kulipa mishahara ya walimu ya miezi 3 bila masharti yoyote ile, tena kwa muda mfupi. Malipo ya marupurupu ya walimu wa Uvira na tarafa la Fizi ifikapo Alhamisi 8 mwezi Mei mwaka huu tunao na saa 8 kamili, la sivyo hatua za kuandamana zitaanzishwa hivi punde. Tubaki tu sehemu hiyo ambako kuna habari zinazosema kwamba wafanyakazi kwenye kitengo kinachohusika na mfuko wa kitaifa kwa ajili ya usalama wa wafanyakazi CNSS kwa kifupi katika Kifaransa wameandamana siku ya kwanza ya tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2025 mjini Uvira ili kudai mishahara yao ya miezi 6 iliyopita. Vuguvugu la wananchi machozi ya raia kupitia mratibu wake limesema kupongeza hatua hiyo ya wafanyakazi hao. Musa Ali Rutamu ni mratibu wa vuguvugu hilo la wananchi. Sisi vuguvugu la machozi la raia tunatoa wito wetu kwa viongozi kwa hali inawakili walinzi wa kampuni Magenya Protection Gardiennage ambao wanahudumu kwenye mashirika ya hifadhi ya jamii wala SNCS ya mji wa Uvira, ambao wanalalamika kuwa hawajalipwa mshahara wao kwa takriban miezi 6 hii. Hali hii inaumiza sana kwa sababu maisha yao ya kila siku ni mabaya sana kutokana na ukosefu wa usalama na matatizo mengine yanaendelea katika mji wa Uvira. Kwa kulipa kodi ya nyumba, chakula, masomo ya watoto, walinzi hao wanapambana na shida kubwa za kifedha ili kugharamia mahitaji ya familia na mambo mengine muhimu. Wametuambia wameshaandika barua nyingi kwa kampuni bila majibu mpaka leo. Leo Jumatatu tarehe 5 Mei wamefanya maandamano ya amani mbele ya ofisi yao iliyo katika kata la Kimanga, mtaa wa Stade maarufu kama Route Mwami. Ni kusema sisi machozi ya raia tunachangia kilio hiki cha haki cha walinzi na tunadai bosi wao SNCS ya Uvira alete mabadiliko ya haraka kwa kulipa kile kinachostahili kwa walinzi wake. Tunaita mkurugenzi wa taasisi hiyo ya SNCS hii ili kuchukua hatua za dharura ili kukerebisha hali hiyo inayotia wasiwasi kwa walinzi wao.
Musa Ali Rutamu, mratibu wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia ndani ya mji wa Uvira. Radio Umoja. Pa Butembo, katika ukurasa wa mazingira ni kwamba upandaji miti ndani ya baadhi ya viwanja katika manispaa ya Bulengera mjini Butembo mkoani Kivu Kaskazini waonekana kuwa na hali ya usalama mdogo kwa wakati ujao ikiwa swala hilo halikufanywa kazi na viongozi husika. Ndivyo amehonya hivyo mwenyekiti wa shirika la raia ndani ya manispaa ya Bulengera John Kameta Paluku. Presidenti wa shirika la raia ametoa onyo lake hilo ndani ya sauti hii iliyochukuliwa kupitia njia ya simu. Nako komune ya Bulengera kumekuwa concession nyingi za miti, na hiyo inakuwa chanzo ya shida fulani ambazo tumeweza kuidentify. Na ukiangalia kunako quartier moya omwe zaidi ya concession moya, na inatupatia oga paske bandia anapasha kufichama mwa hiyo concession na unaenda tatiza population. Watu ambao walitatizwa hawatajua bandia aliweza kutokea wapi. Kitu ya pili, bandia anaweza kusumbua population wakati wanamfuata anaenda vichama mwa ile concession, watu hawataweza tena kujua destination. Au-delà ya kukuwa source ya menace kwa population, hizo concession zinakuwa chanzo ya makonflikt kunako communauté paske par exemple le 3 mwezi wa 5 kwa hiyo mwaka kuliweza kuonekana mti ambayo iliangukia kwa nyumba mbili ambazo zilikuwa presque complètement endommagées. Ni par grâce ndio hizo nyumba wakaaji wa hizo nyumba waliweza kujiponea chupuchupu. Ni kuonesha kama hizo concession zinakuwa vraiment shida kwa wakaaji ambao wanakuwa pembeni ya hizo maconcession. Malheureusement wakubwa wanajua hizo shida lakini hawapendi kukamata ma decision. C'est pour cela tunakumbusha tena wakubwa waweze kukamata vraiment ma mesures ambazo zitaweza kusaidia population. Tumalizie habari zetu na ukurasa wa kisiasa tukiwa huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa vyama vya muungano wa FCC, Front Commun pour le Congo katika Kifaransa, umeonyesha chukizo lake kulingana na masemi ya waziri wa sheria wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Costa Mutamba kwa kutoa oda kwa uongozi wa sheria ya kijeshi kufuatilia kisheria rais wa zamani na kiongozi wa muungano wa FCC Bwana Joseph Kabila Kabange. Hivyo ni kupitia tangazo la FCC ambalo limetupilia mbali shutuma zote zinazoonyesha kwamba umoja huo wa FCC kuwa adui wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wenye kukeuka jinsi katiba inavyosema na sheria ya nchi inavyosema. Pia FCC yachukulia uongozi madarakani kama uongozi wa kidikteta, huko wakisema kwamba waziri wa sheria kama wanasheria wengine hawezi enenda kinyume na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kwamba FCC imechukulia uongozi madarakani kujaribu kukeuka katiba na sheria zinazotumikishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo mwenzangu Lebo Esau Yerman. Hata nitoe shukrani kwa wote ambao walitegea sikio habari hizi. Shukrani pia kwa wenzi wangu ambao waliweza kukaa kwenye meza ya wariri kwa ajili ya maandalizi habari hizi ambazo zimesomwa na Mitaise Wilonja Kakozi. Naomba ubaki chonjo ili upate habari katika lugha la Kifaransa naye mwenzangu Faraja Mulumba Famure. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.